Duki Baba, one of the best fitness coach in town. Malizia tatu. Yes sir, tumo. Yes. Safi. Shughuli zangu za kila siku ni kuwasaidia watu kufikia malengo yao ya ubora wa afya, fitness level, na vitu kama hivyo, lakini kuwabadilisha mtazamo, kuwabadilisha tabia, na naenda mbali hata kuwasaidia kwenye afya ya akili na vitu kama hivyo. Kwa hiyo shughuli hiyo ndio shughuli yangu ya kila siku, lakini pia kwenye siku 7 huwa napumzika siku moja, na hiyo siku moja naitumia kupumzika, lakini pia kusoma zaidi kuhusiana na sayansi ya mazoezi, sayansi ya lishe, na vitu kama hivyo. Nimekuwa nikifanya mazoezi kwa muda sasa wa takriban miaka 6, kama sijakosea, miaka 6 ya. Na kwenye hiyo safari ya miaka 6 kuna kuwa on and off. Kuna kipindi sifanyi kwa sababu ya harakati za kimaisha na nini, lakini pia kuna kipindi nimekuwa na consistency nzuri. Kwa hiyo ni mara chache sana nikawa off, lakini throughout the years nimekuwa nikiwa nikifanya mazoezi. Kilichonifanya nikaingia kwenye industry ya fitness au kuingia kwenye tabia ya kufanya mazoezi ni mwili wangu mimi mwenyewe, kwa sababu biological na genetically mimi na mwili ambao unapokea mafuta haraka na unachelewa kupoteza. Kwa kuna kipindi wakati niko chuo na nini, mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, kuna jinsi ambavyo nilikuwa sifurahishwi na vile ambavyo nikijitazama kwenye kioo, ile picha ambayo naiona. Kwa nikaja kugundua sipaswi kuwa vile, especially maeneo ya tumboni. Nilikuwa na kitambi, afu umri ulikuwa mdogo, nilikuwa na kama miaka kama 22, 21. Kwa ndo pale nikaanza sasa kuwa na tabia ya kufanya mazoezi. Nakumbuka nilianza hostel, nikawa nafanya push ups, nikawa nafanya jumping jacks, nikawa nafanya sana mazoezi ya mpira, kwa sababu mimi pia background yangu nyuma kabla ya kuingia gym nilikuwa soccer player, nilikuwa napenda sana football. Kwa hiyo nafikiri toka utotoni tu nimekuwa ni mtu wa mazoezi na nini na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nilipokuwa kadri nafanya, nikawa at first nikawa najua vitu, lakini nilipoanza kusoma nikagundua kwamba sijui, yani knowledge ambayo nilikuwa nayo ilikuwa ni basic, lakini kuna vitu vingi nilikuwa sivijui kuhusiana na sayansi ya mazoezi. Kwa nakumbuka 2020-21 hapo ndo nikaingia rasmi sasa kwenye fitness industry, kwa maana ya gym. Ndo nikawa nafanya mazoezi kwa mpangilio na nikawa nafuata ratiba. Jumatatu nitafanya hivi, Jumanne nitafanya hivi, Jumatano nitafanya hivi na vitu kama hivyo. Lakini kadri ilivyokuwa inazidi kwenda, uhaba wa ajira, nikajikuta nimeingia kwenye fitness industry kama gym coach au fitness coach, kwa sababu hapo napo kuna story kwa nini niliingia kwenye masuala ya kufundisha au kutrain watu. Yeah. Gym ina maana kubwa sana, yani gym ina maana kubwa kwangu kwa sababu mimi nimebahatika kufanya kazi na taasisi tofauti, taasisi za elimu, umeona, taasisi za fedha, umeona, na sasa hivi taasisi ya lazima nikasema industry ya fitness. Kwa maana sasa ukiniuliza gym ina maana gani, gym ina maana kubwa kwa sababu 90% naishi ndoto zangu, au sio? Naishi ndoto zangu kwa maana ya ubora na utimamu wa kiafya ambao ninao, utimamu wa mwili, utimamu wa kiakili, utimamu wa kufanya maamuzi, lakini pia hata watu ambao nakutana nao gym. Mimi naweza nikasema katika taasisi zote ambazo nimefanya nazo kazi, gym kuna watu ambao yani ni level nyingine kabisa, watu ambao very empathetic, watu ambao very social, watu ambao very calm, very friendly, very supportive. Nataka nirekodi ile bana. Ile pale. Tuanze tu mwanangu. 7. Come on. 8 pulling bado ipo. Let's go. 2 more. Yes sir. Come on. 8. Come on. Yeah. Out. Yes, nice. Proper. Anne, you good?
Swali gani? What kind of question? Unasubiri unichambe. Unajua mimi sielewi. Leo lakini najua ni lower body na something. Leo ndio umekuwa busy mpaka yani. Kwa nini? No, I was very. Sasa, unafanya walking lunges. Squat cross body. Anza na walking lunges. Twende kimoja kimoja. Cross body najua lazima uulize tu. Nitajibu. Sawa. Alafu hata hizi mbili. Sawa, zote nitakutumbusha. Elia, you ready? Zela cardio. That's it. Come on, nigga. Let's go. More. Tumbo ndani, chest out. Control. Zip in, bro. Nice. 1. Come on. 2. 3. 4. 5. 6. Hapo unapumua hapo kidogo. Rido. Kipindi kigumu bwana ambacho mimi nilikipitia ni mwaka 2022-2023 hapo nilipobadilisha career. Maana professionally mimi ni mwalimu wa masomo ya commerce na bookkeeping. Kwa nakumbuka nilipobadili career kutoka kwenye ualimu wa sekondari kuja kwa sasa kwenye gym training. Kwanza hapo kuna story kwa sababu nilipoteza almost kama milioni 20 ndani ya mwezi mmoja. It was crazy, yani ilikuwa ni date. Lakini kwa bahati nzuri namshukuru Mungu nilipambana na ile situation, nikaweza kurecover na nini na kupitia gym nikajipata mdogo mdogo, umeona. Lakini kipindi ambacho kilikuwa kigumu ni mwaka 2022-2023. Baada ya kuacha kazi ya ualimu nikatumia ile saving ambayo nilifanya kwenye ualimu kama miaka 6 kuanzisha biashara ambayo ilikuwa ni biashara ya mchanga, na kwa bahati mbaya sikuweza kujenerate faida yoyote. Nilipata hasara na nikabaki na madeni ambayo hadi leo sijayalipa. Kwa hiyo hicho ni kipindi kigumu sana ambacho siwezi kukisahau, lakini pia namshukuru Mungu kwa kile kipindi ambacho nilipitia kwa sababu kilinifanya nikawa bora kinoma yani. Na huenda kama sijui, lakini nafikiri ilipaswa iwe hivyo ili niwe hapa nilipo. Kwa hiyo I'm just grateful na wala sijutii wala nini, lakini ni moment ambayo nikikumbuka sometimes na enjoy, lakini pia sometimes inanifikirisha kinoma yani. Kwamba niliweza vipi kukubaliana na ile hali kutoka kwa mtu ambaye nilikuwa nishajipata na maisha fulani vidaladala sipandi, alafu kuja kuwa mtu ambaye ni kama anaanza mwanzo. Ni kipindi fulani ambacho ni unforgettable kwangu. Mazoezi mimi yananiokoa kila siku na yananiokoa kwenye engo nyingi sana. Kwanza kama mwanaume, mazoezi yanaimarisha na yananifanya nakuwa mwanaume aswa. Umeona, that's number 1. Lakini kitu kingine, mazoezi mimi yameninufaisha zaidi kulingana. Kupitia mazoezi nakutana na watu tofauti, nakutana na watu ambao wana knowledge tofauti au wana knowledge zaidi yangu. Wewe inakuwa ni kama challenge, najifunza zaidi, lakini na mimi pia napata fursa ya kuwaelimisha watu zaidi. Kupitia mazoezi yamenifikisha sehemu ambayo naweza nikasema ni sehemu ambayo unapaswa kuwa, lakini naamini yatanifikisha sehemu nyingine zaidi. Wanaambiwa bwana gym, kiufupi ni kwamba gym huwezi kupata gain whether unataka kupungua au unataka kujaa bila kupata misukosuko ya injury na nini na vitu kama hivyo. Na kama wapo ambao wamepata matokeo bila kupitia hizo phase za injury, basi wana bahati kinoma. Lakini mimi nakumbuka nilikaa nje ya game takriban mwaka mzima sifanye mazoezi na sina hamu ya kufanya mazoezi kwa sababu nilipata injury ya mgongo na ilinigharimu kwa sababu nilikuwa sipo vizuri financial, lakini ilibidi niende nikafanye check up, nikafanye x-ray, nikafanya MRI kucheki nerves kwamba mgongo una shida gani. Lakini namshukuru Mungu
hakukuwa na shida serious. Kwa hiyo ni injury ambayo ilinifanya kakaa nje ya game mwaka mzima, na ni kipindi ambacho pia ilikuwa inatakiwa nipambanie ndoto za watu wengine na nipambanie na ndoto zangu mimi kama mimi kuwa bora. Kwa hiyo of course hicho nafikiri ni kipindi kigumu ambacho kimewahi kutokea kwenye safari yangu ya fitness. Kilichonifanya niendelee kufanya mazoezi ni kwa sababu kazi yangu inanihitaji mimi mwenyewe, mimi kama mimi niwe fit. Umeona? Kwa hiyo ikawa ni kama uwe mwanajeshi alafu kuna situation ambayo unapitia, lakini mwisho wa siku inabidi uendelee kupambana ili ushinde vita. Kwa hiyo nilichokuwa nakifanya ni kutumia tu mechanism ambayo itanifanya niendelee kuwa bora na niimarishe afya yangu ya mgongo ili nisiweze kuacha ambacho nakifanya. Nidhamu ina maana kubwa sana. Nidhamu ina maana kubwa kwa sababu matokeo ya chochote ambacho unakifanya yapo kwenye nidhamu. Umeona, uwezo ukafanikiwa kwenye chochote kama huna nidhamu kwenye kile kitu ambacho unatakiwa ukifanya. Sasa kwenye fitness au kwenye industry ya mazoezi kuna nidhamu ya mazoezi na kuna nidhamu ya chakula. Hivyo ni vitu viwili ambavyo ndo vinaamua uwe na mwili gani au uishi ndoto gani za maisha yako kwenye fitness. Kwa hiyo nidhamu ina maana kubwa sana, iwe ni nidhamu ya kazi kwa maana hii ninayoifanya au nidhamu ya kubadilisha muonekano wangu au wa mtu mwingine. Mtu ambaye yuko makini anakuwa well informed kwenye kila kitu ambacho anatakiwa akifanye. Huyo ni mtu ambaye yuko makini. Mtu ambaye yuko makini anakuwa mwepesi kumchallenge mwalimu wake kwa maana ya coach, kwamba umenipa zoezi hili lina faida gani na ni kwa nini siku hii nafanya hichi na siku hii nafanya hichi. Huyo ni mtu ambaye anaonyesha amemakinika kwenye kile kitu ambacho anaelekezwa akifanye au anatakiwa akifanye. Lakini mtu ambaye hayuko makini ni yule mtu ambaye anapenda kujiamulia mambo. Umeona, au anapenda kufanya vitu ambavyo ni virahisi kwake. Huyo ni mtu ambaye hayuko makini. Mtu ambaye yeye huwa anasikiliza tu na kufanya bila kuuliza. Lakini mtu ambaye sometimes anauliza anakuwa ni yuko makini. Akilini mwangu mimi siku zote nikiwa nafanya mazoezi huwa nakuwa na ile picha ambayo inatakiwa nakuwa na ile picha ambayo natakiwa niipate, kwa sababu mtu yote anayefanya mazoezi mimi kuna image ambayo anayo kichwani ya yeye kwamba anatakiwa aweje. Kwa hiyo mimi ndo kitu ambacho kinakuwepo akilini mwangu. Fanya kama nafanya biceps, basi kichwani nishatengeneza imagination kwamba size ya mkono wangu inabidi iweje. Umeona, lakini maumivu ambayo unayapata wakati ule ambao unafanya mazoezi kwangu mimi inakuwa ni furaha kinoma, kwa sababu nikifanya mazoezi alafu nikisikia maumivu, yani ndo napata ile feeling ya excitement kwamba nimefikia ile peak ambayo natakiwa niifikie. Lakini hata nifanye zoezi la namna gani, kama si feel pain, basi naona kama sijafanya. Hata nifanye kwa muda wa masaa mengi, lakini nikifanya hata sekunde kadhaa nika feel maumivu ile sehemu ambayo na train, basi najisikia raha kinoma yani. Kwa hiyo maumivu kwangu mimi wakati nafanya mazoezi tafsiri yake ni furaha. Mazoezi yanaanzia kwenye akili kwanza. Kuna kitu tunakiita muscle to mind connection, yani kwamba lazima akili yako iconnect na ile sehemu ambayo unaitrain. Kama una train mguu, basi lazima ubongo wako au akili yako icommunicate na ule msuli ambao una train. Kwa hiyo hivyo vitu vina incorporate akili na mwili, yani lazima vicooperate ili mwisho wa siku vilete product ambayo ni bora zaidi. Nimekuwa ni mtu ambaye nadili na watu wa jamii tofauti tofauti, kwa maana watu wa mataifa mengine ambao wana utamaduni mwingine, wana exposure nyingine na wana uelewa mwingine. Umeona, lakini I'm grateful kwa sababu kila ambaye nimekutana naye amekuwa akinizungumzia vizuri kwamba huyu jamaa, yani kuna mtu ambaye kabla sijafanya naye kazi anakuwa na perspectiveness yake au ana ile ana ile assumption kwamba huyu jamaa labda ni below average na nini na vitu kama hivyo, lakini akibahatika kufanya kazi na mimi anakuwa grateful kwamba wow, kumbe you are such an amazing coach. Umeona vitu kama hivyo. Sasa ukiwa unapata hizo compliments kwa watu ambao wametoka western, ambao wana knowledge, ambao wako well informed kuhusiana na miili yao na nini wanatakiwa wafanye gym, inakuwa ni kitu kizuri. Umeona, kwa hiyo nafikiri watu ambao nimewahi kufanya nao kazi wanajivunia kuwa kufanya kazi na mimi.
Umeona? 27. Incline ulienda 27. 30 kg ulishia hapa. Sio mbaya. Tuanzie hapo hapo. 27 sawa, Sasa ambapo leo itakuwa anza na 27. Anza na 27. Au sio? Chukua 27. Hapa hizi hapa. Umeona? Kwa hapo tunaenda clean reps 6. Au sio? Let's go my boy. Yes, nice one. Come on. Yes sir. 1. Nilifanikiwa kumtransform au kumbadilisha mteja mtazamo. Umeona, kuna mteja ambaye alikuwa na mtazamo wa kwamba lifestyle ile ya pombe, lifestyle ya misosi, kwamba yeye ni hawezi kubadilika. Umeelewa? Huyo ni mmoja, lakini mwingine wa pili ni dogo mmoja hivi ambaye yeye hadi nyumbani kwao, yani alikuwa akisogezewa chakula mezani ni kama amesogezewa dawa, yani hataki kula kabisa. Nyumbani kwao wazazi wake wako vizuri kiuchumi, wana kila kitu na anakula chochote anachokitaka, lakini kwa bahati mbaya alikuwa afya yake imedhoofu sana, kulingana na yeye chakula kwake ilikuwa ni kama dawa. Lakini mama yake alimleta gym na nikaweza kukomaa naye ndani ya mwezi tu. Mwezi unaofuata nilikuwa naenda msikitini, nikakutana na mama yake ametoka msikitini. Mimi nilikuwa sikuwa aware at that time kwamba yule ni mama yake, umeona, kwa sababu nilikuwa sijamwangalia vizuri, lakini yule dogo alimuonyesha mama yake kwamba kwa ishara yule pale ni mwalimu wangu wa gym. Yule mama akawa excited kweli, akawa na furaha, kaniita, "Mwalimu, nashukuru sana, asante sana coach. Yani sasa hivi Yusufu nyumbani anapika chakula chake mwenyewe, analeta ni maprotini na msagia, ndizi, peanut butter, anachanganya na maunga yake, anakunywa. Sasa hivi Yusufu anakula sana." Umeona? Kitu ambacho at first mama yake aliniambia kwamba mtoto wake akiwekewa chakula mezani ni kama amewekewa dawa. Hata yule dogo hata physicality akawa ametransform kinoma. Akawa yani shoulders zinaonekana, mkono unaonekana. Umeona? Kwa hiyo ni mafanikio ambayo mimi niliyafurahia sana kwa mteja wangu. Wateja wangu wengi mimi ni machalii, wanapambana kuongeza size ya mwili. Na of course mimi na enjoy mostly nikiwa na train machalii kwa maana ya watoto wa kiume. Umeona? Kwa sababu kwanza yani kwanza na hapa mbinu ambazo mimi mwenyewe nazitumia, kitu ambacho ni kirahisi kwangu. Umeona? Lakini pia hata hawa ambao wanakuja kwa ajili ya ku lose weight, kwa ajili ya kuwa in shape, pia nao napambana nao, lakini mostly wateja wangu ni machalii kwa maana ya wanaume. Mtu ambaye anataka kuacha mazoezi akiwa ameng'ang'ania, naweza nikamwambia kweli aache. Umeona? Naweza nikamwambia aache, alafu ili a realize baadaye kwamba alivyokuwa anafanya vile ambavyo alikuwepo na alivyoacha, itakuwa ni sawa. Umeona? Alafu baadaye yeye mwenyewe ataona tu kwamba ni bora awe anaendelea na lifestyle ya kufanya mazoezi kuliko kuendelea na lifestyle ya kutokufanya mazoezi, kwa sababu wengi of course najua wengi wanakata tamaa kwa sababu mtu labda anakuja gym anataka apate shape, labda inapita miezi hapati, mwingine anataka apungue, inapita miezi hapungui, lakini wanashindwa kuelewa tu kila kitu kinahitaji discipline na kinahitaji muendelezo. Umeona? Kila kitu kinawezekana, na lakini sasa inategemea discipline level yako iko level gani, inategemea muendelezo wako uko vipi, inategemea diet yako iko vipi, yani lifestyle yako in general iko vipi, ili uweze kufanikiwa kupata kile ambacho unatakiwa ukipata. Kwa mimi siwezi nikamtia mtu moyo ambaye anataka kuacha mazoezi, nitamwacha kwanza aache, alafu aje aone utofauti wakati akiwa anafanya na wakati akiwa hafanyi, kwamba utofauti uko wapi. Ndoto zangu ni kuanzisha vitu ambavyo hata nisipokuwepo sehemu, akitajwa Duki Baba kila mtu awe aware kwamba Duki Baba ni nani.
Umeelewa eh? Yani kwenye watu 10 ikatokea mmoja ametaja jina langu, basi kila mtu awe well informed, whether anafanya mazoezi au afanyi, ajue kwamba Duki Baba ni nani kwenye mazoezi. Kwa hiyo hiyo ndo moja ya ndoto yangu kubwa, na nitafanya nini siwezi kutoa idea, ila najua nini mimi nitafanya. Mimi nitatafsiri hivi, kuwa na nguvu ni uwezo wa kufanya kitu kile ambacho unatamani kiwe na kikawa, whether kwenye kufanya maamuzi, whether kwenye kutengeneza, whether kwenye kubomoa au kwenye kubadilisha kitu. Hiyo ndo nguvu. Okay. Mimi nikiwa peke yangu, labda ambacho nakifanya muda mwingi labda kuongea mwenyewe na kubishana, yani naongea alafu najibishia mimi mwenyewe. Kwa hiyo nafikiri ni hivyo, labda naongea najipa idea mwenyewe, kwa sababu mimi ni mtu wa idea sana. Unaweza nikajipa idea alafu najaribu kukaa kwenye engo ya mtu ambaye ile idea hajaielewa. Tengeneza momentum ya muscle mind muscle connection, alafu utapiga zote. Kwa lengo la kufanya zoezi hili hapa ni ukiwa unafanya mazoezi, kuna jinsi ambavyo unajifeel, hata confidence inakuwa inaongezeka kulingana na mwili wako, unakuwa vile ambavyo unataka, na ukiwa haufanyi unajisi uko weak. Mbona sasa ile hali ikianza kuniingia, nasema no way, hamna cha kunifanya nisifanye mazoezi. Kwa hiyo narudi na endelea tena kufanya. Kwa hiyo nafikiri ni mabadiliko ya kimwili, lakini pia mabadiliko ya mtazamo wa mimi mwenyewe. Mbona mimi kuna vile ambavyo nataka kuwa. Kwa sasa ili niwe vile ambavyo nataka kuwa, lazima niwe na consistency, niwe na muendelezo wa kufanya mazoezi. Kwa hiyo mazoezi imekuwa ni sehemu ya maisha yangu. Kama ambavyo nakula kila siku, lazima basi niwe na mpangilio sahihi wa kufanya mazoezi walau kwa wiki mara 3 au zaidi. Cha kwanza ambacho naweza kumshauri, kwanza inabidi akae mbele ya kioo, aangalie mwili wake, lakini pia afanye maamuzi sahihi ya kukubaliana na maisha ambayo anaenda kuyaanza, kwamba lazima akubaliane kwamba kuna ili apate anachotaka kukipata, whether kujaa au kupungua, lazima kuna mfumo wa maisha ubadilishe. Yani lazima kuna vitu avikatae, kuna vitu aviweke pembeni kabisa, ili aweze kufikia, ili iwe rahisi kufikia malengo yake, ili awe pia na safari fupi. Kwa hiyo nitamshauri kwamba awe well informed kuhusiana na safari ambayo anataka kuianza. Kuna faida kubwa sana au kuna faida nyingi za kuwa na trainer pale ambapo unaanza safari yako ya fitness. Umeona, whether unaanza au ulishaanza. Najua ni gharama. Umeona, najua ni gharama, lakini sometimes hata sisi kuna watu tunawasaidia na hatulipi chochote, lakini ni kulingana na vile ambavyo tunaishi nao, au ni kulingana na vile wao wanavyokuwa wana address baadhi ya vitu vyao au baadhi ya matatizo au vile ambavyo wanataka wasaidiwe. Kwa hiyo ni sehemu ya kazi yetu, umeona. Lakini faida zipo nyingi sana za kuwa na fitness coach. Kwanza ni kazi yake au ni wajibu wake kutengenezea njia ambayo utapita comfortably na uweze kufika salama ambapo unatakiwa kufika. Umeona, kwa hiyo kuna faida nyingi tofauti na hasara, hasa ukiwa na mwalimu ambaye ni sahihi, mwalimu ambaye anajua nini wewe unataka, mwalimu ambaye hata kutrain kwa vibe au hata kutrain ili mradi tu utoke jasho urudi kwako ukiwa umechoka. Umeona, kwa hiyo hapo inatakiwa kwanza uwe makini wakati unatafuta au wakati unamwajiri fitness coach ili aweze kukusaidia kwenye safari yako ya kuwa bora. Kuna vitu vingi vya kuzingatia, kwa sababu ukikosea, ukimess up, unaweza ukawa na very bad gym experience na unaweza ukaona walimu wote ni the same, lakini inabidi uwe makini na ufanye research kwanza kabla ya kumchagua fitness coach. Tatafsiri mafanikio kwa kuweza kuwabadilisha watu. Yani mafanikio yangu mimi hayatakuwa labda kumiliki mali, kuwa na pesa, kwa sababu hivyo vyote naweza nikavipata anytime, umeona, any day. Lakini mafanikio yatakuwa ni kuwasaidia watu kuishi ndoto zao. Umeona, mtu labda alikuja gym ana maradhi fulani, nikaweza kumsaidia workout plan na akaweza kuishi nayo vizuri na akapata recovery nzuri. Labda alikuwa na issue za magoti, alikuwa na injury za mabega, alikuwa labda ashiki mimba, akaweza kushika mimba. Kwangu mimi hayo ni mafanikio.
Umeona? Lakini labda mtu mwingine alikuwa anataka awe na mwili fulani, ndo ndoto zake, na akafanikiwa kuwa na huo mwili. Kwangu mimi hayo ndo mafanikio ya kuweza kumsaidia mtu kufikia malengo yake au kufikia ndoto zake. Ningependa wakumbuke maneno gani kutoka kwangu? Ningeweza tu kunukuu maneno ya Ron Coleman ambao anasema ain't nothing but peanuts baby. Mbona kwamba yani ain't nothing but peanuts, kwamba yani kitu kikubwa ambacho kinaweza kikamtisha kitu kingine, wewe inabidi ukichukulie kwa udogo sana ili uweze kukimudu. Kwa hiyo ni mfano, nitakupa mfano. Ukikutana na watu wawili barabarani, mmoja ni bouncer, ana misuli sana, ana mwili mkubwa, na mwingine ni mwembamba, obviously unaanza kutengeneza hofu kwa yule mtu ambaye ni anaonekana mkubwa. Umeona? Kwa hiyo yule mtu mkubwa sidhani kama una haja yoyote ya kumuogopa au ya kumhofia. Umeona? Kwa hiyo point yangu kubwa ni kwamba usiwe na hofu kwenye kitu ambacho unakiona ni mlima. Umeona? As long as kiko mbele yako, basi inabidi, kama ni mlima, basi inabidi upande na uhakikishe unafika kileleni ukiwa salama. Kwa hiyo kwenye maisha haya hapa utakiwa kuhofia chochote, na haijalishi unapitia magumu kiasi gani, lakini as long as unapitia hayo magumu, basi jua kwamba ndio imepangwa iwe hivyo, uyapitia hayo magumu, na haezi yakawa ndo sehemu ya maisha yako yote, kwamba itafikia pointi yataisha na utaishi vizuri. Kwa hiyo iko hivyo, kila kitu kina wakati. Tamalizia kwa kusema kwamba chochote ambacho kinakuja mbele yako, awe ni mtu amekuja kwa ubaya au kwa wema, inabidi ukabiliane nacho vile ambavyo kipo na sio vile ambavyo wewe upo, kwa sababu ukikabiliana na baadhi ya circumstances kwenye maisha vile ambavyo wewe upo, unaweza ukawa mtu wa kuchanganyikiwa kila siku. Lakini ukiwa mtu imara, ukiwa mtu strong, basi natakiwa ukabiliane na majambo yote yanayokuja mbele ya macho yako vile ambavyo yapo, ili uweze kusimama kwenye msingi ule ambao unatakiwa usimame. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo naweza nikazungumza.